Zikiwa zimebaki siku 6 tu kuelekea pambano la watani wa jadi ambao ni Simba na Yanga, mechi ambayo itachezwa siku ya Jumamosi ya tarehe 8 mwezi huu wa 3 mwaka 2025. Timu zote zimeonekana kuwa na maandalizi makubwa huko zikiwa mafichoni, hasa ukizingatia zote mara baada ya kumaliza mechi zao za mwisho walitoa siku za mapumziko kwa wachezaji wao. Kwa upande wa Yanga walitoa siku 2 mara baada ya kumaliza mechi yao siku ya Ijumaa, walitoa siku ya Jumamosi lakini pia na Jumapili kwa wachezaji kupumzika kwenda kuziona familia zao, lakini leo hii mapema wamerejea kambini na kuendelea na maandalizi kwa ajili ya hiyo mechi. Na kabla ya kwanza maandalizi hayo, kocha wa klabu hiyo kwa maana ya Miloud Hamdi amezungumza kwamba kwanza aliweka wazi kwamba hadi kufikia Mei mwaka huu hakuna mchezaji yeyote wa Yanga aliyesajiliwa msimu huu ambaye hatapata nafasi ya kucheza kwenye mchezo wowote wa ligi kuu Tanzania bara. Kocha huyo amesema anataka wachezaji wote waliosajiliwa wacheze na waipe mafanikio klabu, kuwafurahisha mashabiki, lakini pia wao wenyewe kutengeneza wasifu wao kwa maisha yao ya baadaye kwenye soka. Miloud alisema hayo jijini Dar es Salaam mapema leo kabla ya kwanza mazoezi kujiandaa na dabi ya Dar es Salaam au Kariakoo Derby, huku akifafanua kwamba amekuwa akifanya mabadiliko ya wachezaji wengi kipindi cha pili kwenye kikosi cha Yanga tangu aanze kukinoa, kwani anahitaji awaone wachezaji wote viwango vyao ili aweze kuchukua maamuzi sahihi mwishoni mwa msimu. Lakini aliendelea kwa kusema anawaheshimu wachezaji wote aliowakuta, hivyo atawapa nafasi wamuoneshe walichonacho, huku akisema hapendi wachezaji ambao wanaridhika na kukaa benchi. Nataka hadi kufika Mei wachezaji wote waliosajiliwa Yanga wawe wamecheza mechi za ligi kuu na kombe la FA. Nimeanza kuwatengeneza wachezaji wote wawe wana uwezo wa kuisaidia timu, kwani hawakusajiliwa Yanga kwa ajili ya mafunzo bali kuja kufanya kazi, kuisaidia klabu kwenye malengo yake. Wanafurahisha mashabiki na wao wenyewe wasonge mbele kwenye maisha yao ya soka, alisema kocha huyo. Miloud alipewa mikoba ya kuifundisha klabu ya Yanga baada ya kuondoka kwa Sid Lamovic ambaye alitimkia CR Belouizdad ya Algeria. Kabla ya kutua Yanga alikuwa kocha wa Singida Black Stars ambapo hakuwahi kuiongoza timu hiyo kwenye mchezo wowote wa ligi kuu. Kocha huyo ameiongoza Yanga kwenye michezo 5 ya ligi kuu, akishinda 4 na kutoa sare 1. Alianza na nguu mbaya, timu yake ikitoka suru dhidi ya JKT Tanzania Februari 10 mwaka huu, lakini baada ya hapo alipata ushindi wa michezo 4 mfululizo, akiongoza Yanga kushinda mabao 6-1 dhidi ya KMC, 2-1 dhidi ya Singida Black Star, lakini 5-0 dhidi ya Mashujaa, wakati na mechi ya mwisho ilikuwa ni 3-0 dhidi ya Pamba Jiji. Akiwa kocha mkuu ameiwezesha Yanga kuvuna pointi 13, mabao 16, ikiruhusu nyavuni kwake mabao 3 pekee. Huyo
ndo Miloud ambaye ni kocha wa klabu ya Yanga, ambaye sasa hivi anaendelea kukinoa kikosi hicho, na hizo ndo zilikuwa statistics zake. Lakini wakati hayo yakiendelea, kwa kocha huyo kuwapa nafasi wachezaji wake wote kwa haki sawa, sasa hapa pia tunaelezwa kwamba Jonathan Ikangalombo, hii ni silaha ya mangamizi kwa ajili ya kumuua Simba. Haya yamesemwa na watu ambao wanajua kuangalia viwango vya wachezaji. Sasa kwa kiwango chake watu walivyokiona, wanaona ni silaha ambayo kama Miloud ataamua kuitumia siku ya tarehe 8, basi itakuwa ni silaha ya kuiangamiza Simba. Jonathan Ikangalombo ni shida nyingine katika ligi yetu. Ana speed, ana touch nzuri, anapiga vyenga. Akipata uwanja mzuri kama Benjamin Mkapa, kuna mtu anaweza kutema ulimi. Anatukumbusha enzi za Kisinda, ila yeye anaonekana anayo finishing nzuri. Hapa tunaambiwa hana match fitness, yuko hivi. Hiyo fitness ikikaa sawa itakuwaje? Naambiwa hajacheza mechi ya kiushindani kwa miezi 4 sasa. Inaogopesha sana. Huenda ni silaha ya mangamizi iliyohifadhiwa kwa ajili ya kumtungua mtani wake Simba. Yanga wamekuwa na jicho zuri sana la usajili kwa kipindi kirefu sasa, na huu ni miongoni mwa sajili bora kabisa ambazo Dar es Salaam Young Africans wamezifanya. So huu ni usajili ambao Yanga wameufanya kwa mchezaji huyu kutoka Kongo pia, ambaye amesajiliwa na klabu ya Yanga, Jonathan Ikangalombo, ambaye alicheza mechi moja tu, mechi ya mwisho, ambapo pia aliingia dakika za lala salama, aliingia kwa dakika ya 70 na kwenye mechi ya mwisho ambao amecheza Yanga na Pamba Jiji, ambapo Yanga walishinda goli 3-0, na yeye alikuwa ni miongoni mwa wachezaji. Lakini kwa dakika alizokuwa amepewa, ni kweli alionyesha alichonacho, na alionyesha kwa ukubwa kidogo, kwa sababu pia ukiangalia speed yake iko vizuri. Ni kama ni mtu ambaye anautaka uwanja, yani anautaka uwanja uwe mpana akimbie. Lakini pia touch zake zinaonekana zipo vizuri. So ukimwangalia unaona mikimbio yake pia inaonyesha yuko vizuri sana. Lakini hapo tunaambiwa fitness yake bado haiko sawa sana, na ndio maana bado kama anaendelea kufanya mazoezi yake mwenyewe. Kwa hiyo akija kukamilika akae sawa, aanze kucheza kweli kweli, basi itakuwa ni shida nyingine ambayo inaweza ikaletwa kwenye ligi yetu. So ngoja tusubirie tuone, je, hiyo tarehe 8 Miloud atamtumia kwenye mechi na mtani. Tuone ni kipi ambacho atakiongeza au atakifanya kwenye mechi hiyo. Tuendelee kusubiri. Jumamosi sio mbali, saa 1:15 tutaona kile ambacho atakifanya Jonathan Ikangalombo pale ambapo atapewa nafasi.